Bwana, mchezo umemalizika draw, lakini vibe na shangwe kubwa kwa mashabiki limeenda kwa Max. Sasa nataka tuzungumze naye mara baada ya mchezo, yeye anazungumziaje? Max, vipi? Asante sana. Hongera sana kwa mchezo. Asante sana ndugu yangu. Mchezo ulikuwaje kwako? Mchezo ulikuwa mzuri. Naweza kusema ulikuwa mgumu, ulikuwa mwepesi kwa upande wangu kwa sababu tunaona matokeo kutoka ni draw. Means opponent wangu au mpinzani wangu alijiandaa vile vile. Kwa hiyo uwezo wangu kujiandaa, alipojiandaa tukutana kwa tunalingana, ikaweza kutoka draw. Lakini namheshimu sana Mandonga sababu ni professional boxer. Yupo kwenye game zaidi ya miaka 8. Mimi nimekuja hapa fight yangu ya kwanza. Kwanza kusema bwana, matokeo ni mazuri sana kwa upande wangu na kwa upande wake sababu ni mwanzo mzuri. Kuliko kupoteza bwana, nipata pointi moja, nashukuru Mungu. Watu wengi wanasema kwamba kuna namna wewe kama umeonewa, yani kuna namna itakiwa upate ushindi. Wewe unazungumziaje? Yote ni sawa kutokana na kwamba sisi tumecheza mechi. Lakini marefa ndio watu ambao wanajua, sisi tunajua kucheza ngumi, wao wanajua kucheza ngumi na wanajua elimu ya ngumi vile vile. Maana wale wamesomea, sio kama mpiga mereta tu. Kwa ni kweli naweza kwa mashabiki wanaoni wao kwamba Max amecheza vizuri, ameleta game nzuri. Ni mechi ya kwanza alikuwa anatakiwa apewe ushindi. Lakini mwisho wa siku kuna walimu wako pale, kuna makocha wako pale na kuna marefari. Kwa hiyo tumeweza kuridhia matokeo na mbona hujaona kwamba kuna maneno yote mabaya yanaweza kutokea pale. Kwa matokeo nimeridhika nayo. Kwa hiyo namshukuru Mungu, tusubiri mechi ijayo inshallah. Mchezo wako wa kwanza kabisa leo na umetoka draw. Hii inaleta picha gani katika safari yako ya ngumi? Safari yangu naweza kusema ni nzuri. Katika maisha hamna 10 bila moja. Kwa hii ni moja yangu na itafuta 10 yangu. Neno moja kwa watu ambao walikusapoti kwa mpaka unaingia ulingoni mpaka sasa. Namshukuru Mungu na washukuru pia kwa supporters wangu, nikianza na hawa Beirut. Hii ni kefa ambayo iko Masaki pale na balozi wa Kenya ambapo kama dogo hapa kaja. Hao wanaweza kunisupport, ametoa mchango mkubwa sana. Ametoa zaidi ya milioni 3. Kwa hiyo anaweza kunisupport mimi nije kufight pambano hili. Na nashukuru 24/7 gym. Ninachokifanya sasa hivi ni baada ya 24/7 gym kukaa chini kusema dogo njoo tukufue. Wamelipia gym wao, wamelipia trainer kwao, nimekula kwao, nimelala kwao. Namshukuru sana bosi wangu, alipo Mungu amuwezeshe na aweze kumpa baraka zaidi. Baada ya Mandonga ni mtu gani bondia gani mwingine anafuata? Kwa jinsi nilivyojiona na mechi yangu ya kwanza, kwa uwezo wa Mungu namtaka bondia yeyote ambaye kwenye uzito wangu na bondia yeyote ambaye anahisi anaweza kupigana na mimi. Mtu yote namkaribisha. Kabisa. Inatoa kiruku. Cha msingi awe kwenye weight yangu na aweze kukubali yeye, sio mimi, yeye mwenyewe kukubali kupigana na mimi. Niko tayari. Yeye akibariki mimi fresh na kwenye ring. Bwana kocha, hongera sana. Asante sana. Umemwonaje kijana wako? Kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba kitu atachokifanya ndio kitu alichofundishwa. Kwa hiyo nadhani hata mwenyewe umejionea. Kwa hiyo shughuli imeenda vizuri, namshukuru Mungu. Wametoka draw na watu wengi wanatafsiri kwamba kuna namna kama jamaa ameonewa. Wewe kocha umeliona hilo? Hamna. Kwa sababu gani? Yani kwamba vitu kama hivyo vinatokea, lakini kutokana na yule ni mpiganaji wa muda mrefu lazima iweko kitu kama hicho. Lakini kwa uwazi na watu walivyoangalia kwamba ushindi ni wa kwetu. Si draw kwetu, ushindi na ushindi unaendelea. Mudi Mnyama bwana mkubwa wa kazi. Kijana wako unamzungumzia. Bwana mimi nafikiri umeona chokifanya. Kwanza nimempandisha kijana wangu na ngoma yetu kali sana. Nafikiri ulikuwepo. Ile inaitwa Baby Chuma, inazungumzia watu waliojenga mili mikubwa. Sio bwana. Pia watu wanaofanya mazoezi. Demu nzuri, watu wamefurahi, tumefanya vizuri, namshukuru Allah kwa uwezo wake. Kipindi hiki cha sikukuu ya Eid tumefanya vizuri, asante sana. Sina cha kuongea kingi. Tunamshukuru Mungu, labda nimwachie mzee wangu hapo. Mzee, ulisema utaongea baada ya mchezo. Bosi ulisema utaongea baada ya mchezo. Kwa wanafundisha ngumi ya kumuua Mandonga. Huyu ndo kanifundisha. Sio kweli mimi. Wewe ndo unanifundisha, video tunazo ndo kushare. Wote ni wanangu. Wamefanya Mandonga njoo. Mandonga njoo. Bwana Mandonga huyu hapa akiwa na Max. Mandonga vipi? Bwana iko poa kabisa. Hongera sana kwa mchezo. Bwana asante sana, nashukuru kwa hilo. Ndio, unamzungumziaje Max? Umepambana naye. Namzungumzia Max, namzungumzia The Boss. The Boss ndio kiabari ya mjini. Max ni mikogwe tu, hamna kitu. Mabausa walikuja nyama zao, wakajua wanaweza wakashinda shughuli. Kwa mabausa wote wamekaa kwa Mandonga mtukati. Umeelewa? Watu wanasema kwamba leo ulichofundishwa na kocha wako ndio ulicho ambacho umekifanya pale Olingo. Unafanya vitu vya akili. Kwa sababu gani? Kaa ukijua kabisa kama jitu liko hili kama roboti. Umeona mwenye akili utumika. Roboti wake watu kana ukanseli. Tumia akili ili uweze kufaulu. Na Mungu amesaidia, akili imetumia. Kapita hewa, simuona gapi kapita hewa. Sasa kwenye kichwa chake angenasa angejisifia. Angejiona fundi. Hivi zingekuwa raundi 5 ama 6, zimeishia raundi 4. Ingekuwa raundi 5 ama 6, ni kitu gani ungemfanya Max? Yaani zile raundi zikaendelea pale 4. Yaani ulikuwa unajipigia tu kama mtoto. Kwa sababu gani? Akili yake imefika mwisho. Katumia nguvu, kafeli. Na ashukuru kingine tena ashukuru. Mvua kunyesha. Umeelewa? Ndio maana sasa hivi ukitaka kujikojolea, jikojolee wakati wa mvua.
Mimi katika fight zangu zote. Rudia tena hiyo. Ukitaka kujikojolea, jikojolea wakati wa mvua. Kwa sababu inaonekana umeloana na mvua. Umeelewa? Ndio. Ikiwa jua kali. Tangu mitro naona kama nimepata hasara kwa sababu Mandonga mtu kazi, mtu wa kazi. Hata leo napata kibausa kama hichi kitu. Alafu naona kitoa draw. Salau hilo. Watu wanasema kwamba kuna namna kama umebebwa hivi mchezo wa leo. Wewe unazungumziaje? Kwa mimi hapa siku mzima baya mazuri nazungumzia mapromota, nawaambia kama leo wametuletea mechi hii, basi wanipe tena mechi na Maxi, alafu Mungu asaidie mvua inyeshi, wataona burudani gani namuonyesha. Ya Maxi ni bondia gani unamtamani? Nani? Ya Maxi bondia gani mwingine unamtamani? Mimi kawaida kutamani bondia sinaga. Mimi kawaida yangu bondia yote anaokuja mbele. Mabondia Tanzania wawili. Siwezi kupigana mabondia hawa wawili. Siwezi kupigana na Selemani Kidunda kwa sababu tumegombea jina la jini Makata. Sawa. Alafu mtu mwingine namtaka ambao siwezi kugombana naye Toa Kiduku, lakini wabakia wote wanapita kama kipanga. Wakinyo apita kama kipanga, wote wabakia. Ngumi ya leo uliipiga hapo ndani inaitwaje? Yaani ngumi ya leo nilileta surprise kwa vijana kama hao wenye mili mikubwa ili waelewe Mandonga ana slogan mbona nyingi sana. Kwa nini ana slogan zote hizi? Hizi slogan nazileta kwa niaba ya michezo wanaoitaka wao, kwa sababu wao wanaamini kabisa kwa mimi mwili mkubwa na kwenda kumpiga Mandonga, lakini Mandonga mtu kazi, sio mtu rahisi kaka. Watu wanasema Mandonga umepotea na leo umerudi katika game na umetoka draw. Hii unatuma ujumbe gani kwa mabondia wengine na mashabiki ambao waliamini kwamba umepotea? Bwana, mimi hapa kikubwa mno nasema hivi hapa, kabla ya kuwapa ujumbe watu wengine, kwanza nampa shukrani bosi wangu 24/7. Mwenyezi Mungu ambariki kwa kunisapoti Mandonga Mtukazi. Nampa pongezi kubwa Dick Sound, hawezi kumpongeza Mandonga Mtukazi. Nampa shukrani Lobby One Farmers bwana kumsapoti Mandonga Mtukazi. Nampa Mr. Shua, nampa bosi Nyamonge, wote Mungu awabariki kwa kunisapoti Mandonga. Na pambano lingine lote linakuja, ahadi yangu nawekea mabosi, mimi lazima nimuue bausa wote uliponi. Hiyo ni ahadi ya Mandonga. Kocha Mpaliweni, wewe ulikuwepo kama kocha pale. Umeonaje mchezo? Mandonga katisha, Mandonga mpoto imemnyongonyesha kwa sababu Mandonga anatumia akili. Kidogo anatumia sana nguvu. Ni kama Mandonga tulia, relax, yeye ataka kesho anajua chotako cha kuku. Usiambie leo chotako cha kuku, tulia, relax. Kwa relax kwa vizuri basi hivyo. Leo umecheza, umetumika kama kocha, umemkochi Mandonga vizuri. Kile ambacho umemtuma ni kweli hicho kifanya? Ya kabisa, 100%. Ndio. Kabisa. Watu wengi wanasema pia Mpaliweni naye ni bondia mkubwa sana. Hivi Mpaliweni ni bondia gani wewe akutisha hapa Bunge? Bondia ananitisha. Tuanze kwanza na wewe. Baba Levo amekusapoti sana Baba Levo amewasapoti sana katika hili pambano. Nataka neno moja kwenu Mandonga pamoja na Maxi. Na neno gani la kumwambia mheshimiwa Baba Levo? Mheshimiwa Baba Levo, mimi namshukuru sana Baba Levo kwa sababu Baba Levo alikuwa bosi wangu, alinipa kazi Mbegi Kibuda. Sasa nasema hivi, bosi Baba Levo sasa hivi ni mheshimiwa. Bwana, nipe pambano lingine na Maxi huyu. Bosi msiba huu tunazika Kigoma, nampiga Maxi raundi ya kwanza tu. Baba Levo tusaidie wakati wote, tupe support kama anavyotupa support the boss. Baba Levo kote uliko, ujumbe kufikie. Utamuua Maxi na msiba wake anaenda kuzikwa Kigoma. Kigoma anaenda kuzikwa msiba wake. Atuangalie bodi. Leo mvua imemponja kaka. Maxi. Bwana, mimi nasema sana asante sana bosi wangu Mheshimiwa Levo, Baba Fundi Majuma, Baba Levo. Nashukuru sana mheshimiwa kwa support yako yote kuanzia mwanzo wa pambano mpaka mwisho wa pambano. Nashukuru sana. Nadhani nimekuheshimisha kwa 50% kwa kuweza kudraw na hichi Chijeba. Naomba bosi wangu kwa ridhaa yako peleka hata hii bungeni. Tunaomba waweke atupigane na Mandonga serious match. Mimi huyu namuua, ni mzee. Ana watoto 12, sina mtoto hata mmoja. Naomba mkataba uandikwe, mimi zipigwe, hii ndio sijakubali. Nataka irudiwe mechi baba. Sasa angalia, mtu hajapata mtoto hata mmoja. Alafu anatoka na draw na mtu mwenye watoto 10. Maana yake kirudia tena huwa huyu. Mimi natafuta mtoto 11. Sababu zipo hapa. Bosi unasema rematch imeisha. Rematch imeisha. Bana, nashukuru sana. Asante sana. Mimi nasubiri pambano leo jingine. Asante sana.